kimesababisha uharibifu mkubwa. Qatar ilikuwa miongoni mwa nchi kadhaa za Ghuba zilizoshambuliwa na Iran baada ya mtambo wake mkubwa wa gesi wa South Pars kulengwa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na Israel. Phyllis Mote na maelezo zaidi. Iran pia ilifanya mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na Falme za Kiarabu. Aidha, imeyaonya mataifa ya Ghuba kwamba sekta zao za mafuta na gesi zitaangamizwa kabisa ikiwa Marekani au Israel zitaendelea na mashambulizi zaidi. Bei ya mafuta imepanda kufuatia shambulio hilo la Israel. Eneo la Ras Laffan ambako vikosi vya zimamoto vimekuwa vikijaribu kuzima moto uliosababishwa na shambulio hilo ni uti wa mgongo wa miundombinu ya gesi ya Qatar. Kabla ya vita hivi kuanza, Qatar ilikuwa na uhusiano mzuri kwa kiasi na jirani yake Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nchi hizo mbili zimekuwa zikishirikiana kwa uwanja mkubwa wa gesi wa South Pars ambao umechangia kuifanya Qatar kuwa moja ya mataifa tajiri zaidi katika eneo hilo. Iran imejibu kwa mashambulizi ya makombora na droni, na imani kati yake na mataifa mengine ya Ghuba imeporomoka hadi kiwango cha chini kabisa. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imewaamuru maafisa wa kijeshi na usalama wa Iran pamoja na wafanyakazi wao kuondoka nchini humo baada ya shambulio la awali katika eneo la viwanda la Ras Laffan. Walioamuriwa kuondoka wamepewa saa 24 kuondoka nchini humo. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, Qatar imesema kuwa iwapo Iran itaendelea na vitendo vya uhasama, basi italazimika kuchukua hatua zaidi kujilinda. Hayo yakijiri, vyombo vya habari vya Iran na akaunti ya mtandao wa Telegram inayohusishwa na kiongozi mpya wa juu wa nchi hiyo Mujtaba Khamenei vimechapisha jumbe mbili zinazodaiwa kutoka kwake. Katika jumbe hizo, Khamenei ametoa pole kufuatia kifo cha mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani pamoja na wengine waliouawa naye, na pia kiongozi wa wanamgambo wa Basij Gholamreza Soleimani. Taarifa hizo ni jumbe za 3 na 4 kuchapishwa tangu Khamenei ateuliwe kuwa kiongozi mkuu wa Iran. Mujtaba Khamenei aliyechaguliwa kwa mrithi wa baba yake tarehe 8 mwezi wa Machi bado hajaonekana hadharani wala kupigwa picha au video tangu kutangazwa kwake kama mrithi wa Ayatollah Ali Khamenei. Namni Phyllis Mote. Mfalme Charles wa Uingereza amemkaribisha rais wa Nigeria Bola Tinubu katika kasri la Windsor. Hii ni ziara ya kwanza ya kiserikali ya kiongozi wa Nigeria, taifa lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika kwa karibu miongo minne. Pia ni ziara ya kwanza ya kiserikali nchini Uingereza kufanywa na kiongozi wa Kiislamu wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan katika kipindi cha miaka 100. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Mfalme Charles amesifu uhusiano kati ya nchi hizo mbili kama ushirikiano wa usawa. Hata hivyo, akirejea historia ya ukoloni wa Uingereza nchini Nigeria, alikiri pia kuwepo kwa kile alichokitaja kuwa alama zenye maumivu katika historia ya mataifa hayo. Aidha, Rais Tinubu amesema Nigeria na Uingereza zinashiriki dira ya maendeleo inayotegemea heshima ya pande zote na maadili ya pamoja. Hotuba ya mfalme vile vile iligusia umuhimu wa heshima ya kidini, akisema watu wa imani tofauti wanaishi na lazima waishi pamoja kwa amani. Pia alimwambia Rais Tinubu na mkewe Olureni Tinubu kuhusu umuhimu wa washirika kama Nigeria na Uingereza kusimama pamoja katika nyakati ngumu, hasa wakati mawingu ya mvua yanapokusanyika. Ziara hiyo ya siku 2 ilianza Jumatano asubuhi kwa mapokezi ya kifahari. Rais Tinubu ni Muislamu na mkewe ni Mkristo, na wawili hao walihudhuria tukio la kidini la pamoja katika kasri la Windsor lililolenga kuimarisha maelewano ya kidini. Ziara hiyo inafanyika wakati Nigeria ikikabiliwa na mvutano wa ndani kufuatia mlolongo wa mashambulizi ya kujitoa mhanga katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno, ambapo watu wasiopungua 23 waliuawa na wengine 108 kujeruhiwa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Boko Haram. Ziara hiyo pia inatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kibiashara, ikiwemo sekta ya huduma za kifedha, na kuimarisha uhusiano kwa ngazi ya familia, ikizingatiwa kuwa watu wapatao 270,000 waliozaliwa Nigeria wanaishi Uingereza. Ni taarifa yake Florian Kaijage. Duniani kote, hasa katika maeneo ya mashinani, ukunga umefahamika kama kazi ya wanawake, ila katika eneo la Tiatu
kaunti ya Baringo. Mkunga wa kiume Robert Aule anajizolea umaarufu kwa kuwa mkunga wa pekee katika eneo lake na anayewawezesha zaidi ya watoto 600 kuzaliwa kulingana na kumbukumbu za hospitalini. Aule ameweka kitabu maalum kinachonakili wanawake wajawazito ambao amewahudumia mpaka wakajifungua. Lakini je, ni kitu gani kinachomhamasisha kufanya kazi hii? Agnes Penda amekutana naye katika zahanati ya Ngoron na hii hapa ni taarifa yake. Mmoja baada ya mwingine, akina mama wajawazito na wale walio na watoto wachanga wanawasili katika uwanja wa zahanati ya Ngoron. Ni siku ya kliniki ya kina mama wajawazito na watoto. Wamekuja kumwona daktari wao kama wanavyomuita hapa, Robert Aule. Ila Aule ni mkunga aliyewazalisha kina mama hao wote. Na sio hawa tu, Robert amezalisha zaidi ya watoto 700. Watoto wale nimewazalisha ni wengi sana, kufika hata kuhesabu na sahau. Kila mmoja na historia yake ya jinsi Robert alivyookoa maisha yake na ya wanawe. Nilisaidiwa na huyu Robert kwa watoto wangu 3. Anakimbia, anakuja kukusaidia hata nyumbani. Anafanya kazi hii ambayo kwa kawaida hasa katika sehemu za mashinani hufanywa na wanawake. Ila Robert alijipata vipi hapa? Aliingia kazi ya ukunga miaka 90 baada ya missionary kumfanyia upasuaji mguu wake uliokuwa umepooza. Nikiwa naingia kwa mission nilikuwa na miaka 20. Nikatrainiwa kutreat the simple cases na kurifa. Kati ya watoto waliozaliwa hapa, wengi wao wametajwa jina lake, jambo linalofurahisha. Kuna mwingine anasema tajio wewe kwa sababu ya kazi yako mzuri. Nasema sawa, naitwa Aule. Kuna mmoja tu niliongeza jana, naitwa Aule. Yeye ndiye mkunga wa pekee katika eneo zima la Tiaty liona idadi ya watu 79,000. Ni eneo liona zahanati chache na zisizo na wafanyikazi wa kutosha. Eneo la Tiaty, kaunti ya Baringo, ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya yaliyo na idadi kubwa zaidi ya vifo vya wanawake na watoto wakati wa kujifungua. Na ingawaje juhudi zinafanywa ili kupunguza idadi hiyo, katika eneo la Ngoron juhudi za mtu mmoja zinazaa matunda. Na mimi hata wakikuja saa 8 ya usiku niko na macho, wanakuja. Ninakuwa na mwito kwamba nikikataa, nani atasaidia huyu mtu kupitia Mungu? Si ni mimi tu. Ikiwa ni zaidi ya idadi ya vifo aina hii nchini Kenya, ambapo ni wanawake na watoto 355 kwa kila mwanamke mmoja anaojifungua. Hali hii ikiwa imesababishwa na hali ya umbali wa hospitali na uchache wa hudumu wa afya. Unajua usasi wewe ujui ni utajifungua saa ngapi. Unakuja kufika msturi hapo katikati, unaumana kwa hapo. Sasa tena pikipiki ni challenge. Mama mtoto karibu ikuje na anakaa kwa pikipiki namna gani? Sasa ni shida. Kuwa na mkunga mmoja tu katika eneo hili kuna changamoto zake. Baada ya mahojiano, Robert aliwaalika baadhi ya watoto waliozaliwa katika mikono yake waliokuwa karibu na hapa. Waliofika walikuwa zaidi ya 50. Taarifa nzuri kabisa, kufurahisha na kutia moyo. Na sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage. Asante Skola. Tunaanzia katika ligi ya mabingwa Ulaya. Timu 8 zilizofuzu hatua ya robo finali au 8 bora zimekamilika baada ya michezo 4 ya usiku wa kuamkia hii leo. Kama ilivyokuwa Jumanne, vimekuwepo vipigo haswa. Kipigo kikubwa zaidi wamepewa Newcastle United waliogaragazwa 7-2 na Barcelona ya Hispania kwenye dimba la Camp Nou. Hivyo kikosi hicho maarufu cha Mapis kutupwa nje kwa jumla ya mabao 8-3. Bayern Munich ya Ujerumani wao wakawanyanyasa Atalanta ya Italia kwa kipigo cha 4-0 na kusonga mbele kwa ushindi wa jumla goli 10-1. Tottenham ya England wao walikubali kumaliza mwendo kwa kushindwa jumla ya 7-4 licha ya kushinda nyumbani 3-2 dhidi ya Atletico Madrid. Liverpool wenyewe wakiwa nyumbani Anfield wakafanikiwa kupindua meza na kuwachapa Galatasaray ya Uturuki 4-0 na kutinga robo finali kwa jumla ya 4-1. Hii leo la Alhamisi ni usiku mdogo wa Ulaya ambako kuna michezo 16 ya marejeano ya hatua ya 16 bora katika mashindano ya Europa League na Conference League. Lionel Messi amekuwa mchezaji wa pili katika historia ya soka kufikisha magoli 900 ya daraja la juu baada ya kufunga katika mechi ya Inter Miami dhidi ya Nashville SC Jumatano. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Argentina alifunga bao hilo la kihistoria baada ya dakika 7 pekee katika dimba la Gold's Park mjini Tennessee katika mchezo wa mkondo wa pili wa hatua ya 16 bora wa kombe la mabingwa wa CONCACAF. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 38 amezifuma nyavu mara 81 katika michezo 92 tangu aliposajiliwa Juni 2023 na kuisaidia Inter Miami kushinda kombe la ligi na kombe la MLS.
Mshindani wake wa miaka mingi Cristiano Ronaldo ana tayari magoli 959. Mchawi wa soka raia wa Brazil Edson Arantes do Nascimento maarufu Pele alidai kufunga magoli zaidi ya 1000, lakini wataalamu wa takwimu wanasema alifunga magoli 778 katika michezo iliyo rasmi. Tumalizie na mbio za baiskeli. Tom Pidcock alifyatuka dakika za mwisho na kufanikiwa kushinda mbio za baiskeli za Milano Torino katika maadhimisho ya miaka 50 tangu kuzunduliwa kwa mbio hizo za kale zaidi duniani. Mchezaji huyo wa Pinarello Q36.5 alikuwa akishiriki kwa mara ya kwanza katika mbio za siku moja za Italia. Aliwaacha mbali washindani wake katika mita 600 za mwisho na kushinda makala ya 106. Kwako Skola Kisanga. Na asante Florian. Hii ni Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na Iran yaanzisha mashambulizi kwenye vituo vya nishati katika eneo la Ghuba na kusababisha uharibifu mkubwa eneo muhimu la Qatar. Mfalme Charles wa Uingereza mkaribisha rais wa Nigeria Bola Tinubu kwenye kasri la Windsor katika ziara ya kwanza ya kiserikali kufanywa na kiongozi wa Nigeria katika kipindi cha miongo minne. Na muda mfupi ujao tunaangazia unaelekea wapi mgogoro wa Mashariki ya Kati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC na imetimia saa 12 na dakika 16 kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Nchini Afrika Kusini, uhaba wa maji unaleta taabu kwa mamilioni ya raia wake. Hii ni kutokana na miundombinu duni, lakini kuna upande mwingine wa suala hilo unaojulikana kama mafia wa maji. Magenge ya wahalifu yamejipenyeza katika sekta ya maji na kuteka meli za maji ili kusambaza maji kwa jamii zisizo na maji ya bomba. Huwatoza watu fedha kwa maji ambao wanapaswa kupewa bure kabisa, na hata kuripotiwa kuhujumu usambazaji wa maji wa kawaida ili kukuza biashara yao hiyo haramu. Mwandishi wa BBC Afrika Mayen Jones ameandaa taarifa hii kutoka Johannesburg, inawasilishwa hapa na Sarafina Robi. Umati mkubwa wa waandamanaji umebeba mabango huku wakigonga chupa tupu za plastiki. Lakini baada ya miaka mingi ya uhaba wa maji mara kwa mara, wanasema wamechoshwa. Wengine wamekuwa hawana maji ya bombani kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mabomba yetu yamekauka kabisa na maji hayatoki hata. Sio hali nzuri kiafya, haswa kwa sababu kila mtu anaweza kuugua na hakuna maji ya bombani. Sio jambo zuri na nahisi ni vibaya sana. Na pia kwa mujibu wa katiba ni haki yetu kuwa na maji. Niko hapa leo kwa sababu ni fedheha. Tumedhalilishwa kuomba na kuandamana kutafuta maji. Miaka michache iliyopita hapo Johannesburg, kitovu cha uchumi wa Afrika Kusini, ukosefu wa umeme unaojulikana kama shedding ulikuwa ukivuruga maisha ya raia wa Afrika Kusini wa kawaida na biashara zao. Hiyo sasa imebadilishwa na uhaba wa maji ambao wengine wanasema ni mbaya zaidi kwa sababu ya jinsi maji ni muhimu kwa afya njema. Na Johannesburg sio eneo pekee lililoathiriwa. Hiki ndicho kinachotokea Hammanskraal. Hakuna maji. Watu wanatafuta maji. Chipo anaishi Hammanskraal, zaidi ya kilomita 100 kaskazini mwa Johannesburg. Watu wa Hammanskraal hawanywi maji inavyostahili. Sasa angalia hili. Kwa muda wa miezi miwili hakuna maji. Sasa shule zinafungwa. Watoto wanahitaji kuoga kila siku. Sare zao zinapaswa kuoshwa. Wakazi wa Hammanskraal hawajapata maji safi ya kutosha kwa zaidi ya mwongo mmoja. Manispaa imeamua kulipia lori za maji ili kupeleka maji kwa wakazi. Imekusudiwa kwa huru, lakini sivyo kila mara kama Eric anavyoniambia. Utaona lori zingine. Kuna wahalifu kila mahali. Katika malori mengine baadhi ya madereva wanauza maji. Unaposema unataka maji, wanasema lazima ununue, kwa sababu kila kitu hapa ni pesa. Wakati una pesa, huwezi kufanya chochote. When you have no money, you can't do nothing. Wanaharakati wanasema ukosefu wa muda mrefu wa uwekezaji katika miundombinu umezidishwa na magengi ya wahalifu wanaoitwa water mafias. Dr. Feriel Adam ni mkurugenzi mtendaji wa Watercan, shirika lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi kulinda rasilimali za maji za Afrika Kusini. The water mafia are people that magenge yanayosambaza maji kwa njia haramu ni watu wanaopata tenda za kufanya kazi za manispaa, halafu wanakuwa hawana utaalamu, au wakishapata tenda ya kutoa maji kwa kutumia njia mbadala, hawataki tenda hiyo imalizike.
Kwa hiyo wanaharibu miundombinu ili waendelee kufanya kazi. Alafu pia kuna wale ambao wanawatoza watu maji na hawapaswi kufanya hivyo. Charging people for water where they shouldn't be. Tuliwasiliana na mamlaka eneo hili ili kuuliza jinsi wanashughulikia swala hilo, lakini hatukupata jibu. Mwaka jana Rais Cyril Ramaphosa alihimiza utekelezaji wa sheria kukomesha magenge ya wahalifu yanayoendesha shughuli za maji. Ila wakazi wa hapa wanajua mwisho huu hauwezi kuja hivi karibuni. Ni Sarafina Robi huyo amewasilisha taarifa ya mwandishi wa BBC Afrika Mayen Jones. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari, lakini na taarifa yetu kuu ni kwamba kampuni ya mafuta ya Qatar inayomilikiwa na serikali inasema shambulio la kombora la balistiki la Iran kwenye jengo lake kuu la gesi huko Ras Laffan limesababisha uharibifu mkubwa. Qatar imekuwa moja ya nchi za Ghuba zinazoshambuliwa na Iran baada ya kituo chake kikubwa cha gesi cha Pars Kusini kupigwa katika shambulio linaloripotiwa kufanywa na Israel. Iran pia ilianzisha mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Tehran imeonya mataifa ya Ghuba kwamba viwanda vyao vya mafuta na gesi vitaharibiwa kabisa ikiwa Marekani ama Israeli itafanya mashambulizi zaidi. Bei ya mafuta inapanda baada ya mashambulizi hayo. Sasa unaelekea wapi mgogoro huu wa Mashariki ya Kati? Awali nimezungumza na wachambuzi. Mali Ali akiwa Ufaransa pamoja na Abdul Fattah Musa alikuwa akiishi Tehran nchini Iran. Wananchi wa Iran wanaonekana wameizoea kwa kiwango fulani hali iliyojitokeza hivi sasa ya vita hivi ambavyo vimeingia katika wiki ya tatu, kinyume na vile ambavyo zaidi ilitarajiwa baada ya mtikisiko wa siku ya kwanza ya vita uliopelekea kuuawa kiongozi mkuu wa Iran. Lakini baada ya hapo inaonekana kwa Wairani wengi wa kawaida vita hivi sasa vimekuwa ni suala ambalo halionekani kuwa na kitu kipya juu yake, na hasa kwa kuzingatia kwamba mbali ya kuwa kiongozi mkuu wa Iran, ukiachilia mbali kwamba vita vimekuwa na taathira kwa maisha ya kawaida ya raia wa kawaida, na kumekuwepo na hali kubwa ya raia kuhama hasa katika mji mkuu wa Tehran. Mimi kabla ya kuondoka kule niliona katika siku za mwanzo tu za vita watu wengi waliondoka katika mji wa Tehran kuhamia miji mingine ilionekana kuwa iko salama, na hata serikali yenyewe ikawa imewashauri raia kufanya hivyo kwa kuzingatia kwamba ilitegemewa kwamba Teherani yenyewe itashambuliwa sana katika vita hivyo. Kwa ujumla wananchi wamelipokea swala hili kama kitu cha kawaida, na ndio maana utaona hata jana Jumatano, wakati wa mazishi ya katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa Ali Larijani, kamanda wa jeshi la kujitolea la wananchi Basij, na askari 84 wa jeshi la wanamaji ambao waliuawa katika shambulio lililofanywa na Marekani dhidi ya manuari ndogo ya Dena. Katika mazishi hayo wa Irani walijitokeza kwa maelfu kuaga hao ambao wenyewe wanaeleza kwamba ni mashahidi waliouawa katika vita hivyo. Kwa hivyo haya yanayoendelea kutokea hivi sasa kwa namna moja au nyingine yamekuwa yanazidi kuwapa hamasa raia wa kawaida wa Iran kuliko kuwavunja nguvu kutokana na hali inayoendelea hivi. Mali Ali, tumeona hapo Abdul Fattah amegusia kuhusiana na kuuawa kwa baadhi ya viongozi. Tunajua kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, lakini Ali Larijani aliuawa, lakini pia kumekuwa kuna taarifa za waziri wa ujasusi Ismail Khatib naye ameuawa. Viongozi hao walikuwa na umuhimu kiasi gani katika siasa za Iran? Umuhimu wao ni kama umuhimu wa kila kiongozi katika mfumo wote wa uendeshaji. Na kama leo Iran inaonekana ni nchi ambayo inavumilia, ni nchi ambayo inaweza kujionyesha kwamba ni inaweza, basi ni kwa sababu ya viongozi hao. Na katika mbinu na maarifa za Israel na Marekani mshirika wake ni kwamba wanakwenda kuvunja vichwa vile ambavyo ndivyo vinatoa fikra, ndivyo vinapanga mipangilio yote. Kwa hiyo tukivunja vichwa hivi basi tunarudisha mfumo mzima wa utawala mwanzo na kudhoofisha. Kwa hiyo ni jambo likubwa wanafanya, na hili sio tu kwamba limeanza kwenye siku ile ya vita, hapana. Ni maandalizi makubwa ambayo yanahitaji upelelezi wa chini ardhini, kwa watu ambao tayari wameshapenyeza ndani ya Irani, kwa mawasiliano, kwa teknolojia ya anga. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo tayari yaliandaliwa kwa muda mrefu sana ili kuweza kudhoofisha serikali ya Irani isiwe kabisa na uwezo tena wa kupanga yale ambayo Israeli inaonyesha kwamba ni tishio, lichakuwa wanayavisha vitisho vya silaha za nyuklia, lakini haswa ni hofu ya
Israeli katika eneo lile, anaona kama hawezi kufikia kwenye malengo yake bila kuwepo nchi ambayo inaweza kumletea tishio kama nchi Iran. Kwa hiyo nadhani kuuawa kwa viongozi wa Irani ni tatizo kubwa, licha ya kuwa Irani waliweza kutanguliza kulifikiria hilo na wakaweza kupanga safu za uongozi ambazo tayari zitawarejelea wengine ikiwa wanaweza kukutana na ajali kama hizo. Abdul Fattah Musa, wakati vita vilipoanza rasmi, Marekani na Israeli walionekana kuwa na nguvu zaidi kuliko Iran. Kwa sasa unaweza ukatathmini vipi mwendelezo ama namna ambavyo mashambulizi ama vita hii inavyoendelea? Kwa upande wa mashambulizi na hujuma hazijapungua, lakini kwa upande wa pili ni kwamba Marekani na Israel tokea mwanzo wa vita hazikuwa zimejiandaa au hazikuwa zimetarajia kwamba Iran itaweza kuonyesha uhimilivu wa kuhimili vita hivi kwa muda huu sasa ambao umeshaingia katika wiki yake ya 3. Lakini mbali na kuhimili mashambulizi hayo, kwa sababu Marekani na Israel zilitegemea kwamba baada ya machafuko ya Januari wa Iran wangeweza tena kuingia barabarani kupinga utawala, na kwa msaada wa mashambulizi ya kijeshi pengine mfumo wa utawala wa Iran ungekuwa ushasambaratika, lakini hilo nalo hadi sasa halijafanikiwa. Lakini mkabala wake ni kwamba wote, yani Marekani, hata Rais Trump mwenyewe amekiri kwamba hawakuwa wametarajia kwamba Iran ingeweza kushambulia vituo vya kijeshi, vituo vya kijasusi vya Marekani na vituo vya maslahi ya kiuchumi ya Marekani katika nchi za Ghuba ya Uajemi katika muda wote huu, na vile vile kuishambulia Israel katika maeneo yake muhimu, hata katika mji mkuu wake Tel Aviv. Kwa hivyo tukiangalia mlingano wa vita kwa sasa ulivyo, na kutokana na mashinikizo ambayo yamejionyesha hasa baada ya Iran kuzuia upitaji wa meli katika lango bahari la Hormuz, kitu ambacho mpaka sasa kimekuwa ni changamoto kubwa kwa Rais Trump, ni kwamba tunaweza tukasema kwamba mlingano wa vita kadri unavyoendelea mpaka sasa haujailemea Iran kwa namna ile ambayo Marekani na Israel zilitarajia. Naam, tukiangalia sasa vita vinavyozidi kuendelea vinatanuka zaidi kwenda mataifa mengine, na tunaona athari anza kuonekana wazi wazi. Mali Ali, unadhani hili litafikia wapi ama linaipeleka wapi dunia, vita hivi sasa vikiwa vinakwenda wiki ya 3 hii? Hali hii inaweza kuleta hatari na inaweza hata kubadilisha mwelekeo wa vita. Watu wakafikiria kuelekea kwenye mazungumzo, na mwisho wa vita kwa kutumia silaha ukawa kabisa hauwezi kutabirika au kufikiwa, kwa sababu kama alivyozungumza ndugu yangu, kitizama yale mategemeo ambayo Marekani na mshirika wake Mwisraeli walitegemea kwa kutumia nguvu za mwanzoni, leo nadhani sasa hivi hawaelewi yale ambayo yanayotokea, wameshajiingiza ndani ya vita. Kwa hiyo inabaki lawama sasa na kuonyesha kwamba watu wote wanatakiwa kuwaunga mkono, hali ya kuwa mwanzoni walijiona wao wanaweza na kuidharau nchi ya Iran. Kwa hiyo vita imekwenda kwenye eneo nyingine au hatua nyingine ambayo Marekani na Mwisraeli hawakutegemea wala hawakufikiria kama Iran inaweza kusababisha hali hii iweze kutokea na watu wote sehemu zote duniani waweze kuguswa na kushughulishwa na swala hili la vita hii. Naam, Abdul Fattah Musa, kwa kumaliza tu, je, njia ya kidiplomasia bado ina uwezo wa kuweza kumaliza mzozo huu ama vita hivi vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran? Mimi binafsi sina matarajio makubwa sana na hatua za upatanishi, kwa sababu ukiangalia tunachoshuhudia sasa tokea Juni mwaka jana, kumekuwa na hali fulani ya mzunguko, yani mzunguko wa vita. Ilitangulia Israel na Marekani zikaishambulia Iran, kabla yake kukiwa kumefanyika mazungumzo baina ya Marekani na Iran, na kisha baada ya kushambuliwa Iran, Marekani kaamua baadaye kusimamisha vita, kisha baadaye ikataka tena mazungumzo na Iran, na baada ya kufanya tena mazungumzo na Iran na kuonekana matumaini makubwa ya kuweza kufikiwa mwafaka, zikaamua tena kwa kushirikiana na Israel kuishambulia tena Iran. Kwa hivyo kama utakuwa ni mtiririko huo wa kwamba Marekani na Israel zinavyojihisi tu zishambulia Iran, kisha baadaye vita visimamishwe, zitoe tena mashinikizo ya kuzungumza na Iran, ndipo tunashuhudia kile ambacho Iran imesema sasa, suala la usitishaji vita haikubaliani nalo, inalotaka ni kukomeshwa vita dhidi yake. Hili suala la kukomeshwa vita kweli litaweza kudhibiti na hatimaye kupatikana suluhisho la moja kwa moja, hicho ndicho kitendawili. Naam, ni Abdul Fattah Musa alikuwa akiishi Teherani nchini Iran pamoja na Mali Ali, mchambuzi akiwa